Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tuanzie mashariki ambamo mapigano makali yanaendelea kati ya FARDC na washirika wao dhidi ya wapiganaji wa Twirwaneho wanaoshirikiana na M23 huko Minembwe. Mashambulizi ya anga kutoka mjini Kalemi yameongeza makali mapigano hayo. Wakongomani kutoka nchi mbalimbali za Ulaya ikiwemo Ubelgiji na Sweden wamefanya maandamano leo huko Bruxelles kupinga vurugu na mauaji dhidi ya baadhi ya jamii za mashariki mwa DRC, hasa Banyamulenge na raia wengine, huku wakitaka jumuiya ya kimataifa ikomeshe ukimya wake. Hujambo. Mapigano yameongezeka leo Ijumaa katika maeneo ya milima ya Minembwe, jimboni Kivu ya Kusini. Jeshi la Kongo FARDC pamoja na jeshi la Burundi na wazalendo wanapigana na wapiganaji wa Twirwaneho wanaoshirikiana na jeshi la AFC M23. Kundi hilo linasema serikali ya Kinshasa imetuma helikopta za kivita na ndege za Sukhoi S-25 kutoka Kalemi kufanya mashambulizi katika maeneo ya Fizi na Mwenga. Blaise Basabose ana maelezo kamili. Tangu saa 2 asubuhi ya Ijumaa tarehe 15 Mei mwaka 2026, serikali ya Kinshasa imeamuru kupelekwa kwa idadi kubwa za helikopta za kivita zenye silaha nzito kutoka Kalemi ili kushiriki katika mashambulizi yanayoendelea huko Minembwe na maeneo ya jirani, alisema Laurence Kanyuka, msemaji wa M23. Amesema kuwa nguvu hiyo mpya ya kijeshi imeongezwa kwenye silaha ambazo tayari zinatumika dhidi ya maeneo yenye watu wengi kutoka Minembwe, ikiwemo drone za kivita, silaha nzito na ndege za kivita aina Sukhoi 25. Laurence Kanyuka amesema kampeni hiyo ya kijeshi inaonyesha wazi nia ya serikali ya Kinshasa ya kufuta Minembwe kwenye ramani na kuangamiza wananchi wake kwa kile alichokiita sababu ya uongo kwamba eneo hilo linaungwa mkono na baadhi ya nchi ya jumuiya ya kimataifa. Mapigano yameripotiwa katika maeneo ya Kakenge, Kalonge, Bidegu na Kilingi katika wilaya Fizi pamoja na Mikenge katika wilaya ya Mwenga. M23 imesema itaendelea kujitolea kulinda na kutetea raia kwa njia zote zinazowezekana. Wakongomani kutoka Ubelgiji, Sweden na nchi nyingine za Ulaya wameandamana leo huko mjini Bruxelles. Wanalalamikia vurugu na mauaji yanayoendelea kulenga baadhi ya jamii mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa raia Banyamulenge, Tutsi, Hema na raia wengine. Waandamanaji pia wanasema mashirika ya kimataifa yako kimya mbele ya kile wanachokiita mgogoro mkubwa wa kibinadamu unaoendelea mashariki mwa DRC. Tunataka amani Kivu. Amani Kivu. Amani Kongo. Kongo ni Wakongomani wote. Kongo ni Wakongomani wote. Tous ils font partie du Congo. Tous ils font partie du Congo. Les Banyamulenge font partie du Congo. Allez au Burundi.
Les FDLR. Génocidaires. Les FDLR. Génocidaires. Les Rosalindo. Génocidaires. Les Rosalindo. Génocidaires. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Stop au génocide. Stop au génocide. Stop au génocide. Stop au génocide. Open the bank. 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 We want to communicate to our people. We want to communicate to our people. We want to communicate to our people. Open the bank. Open the bank. Open network. Open network. Open network. Open network. We want to talk to our people. We want to talk to our people. Stop killing. Stop killing. Stop killing. Stop killing. Stop killing. Stop killing. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. We are tired. We are tired. We are tired. We are tired. Our people are suffering. Our people are suffering. Our people are suffering. Our people are suffering. Do something. Do something. Do something. Do something. Silence et de la complicité. Nchi ya DRC inakabiliwa na mlipuko mpya wa virusi vya Ebola katika mkoa wa Ituri. Tangazo hilo limetolewa Ijumaa tarehe 15 Mei na shirika la afya la Umoja wa Afrika. Kumekuwa na visa vinavyoshukiwa na vifo katika maeneo ya Mongwalu na Rwampara. Pia visa vingine vimeripotiwa Bunia vikisubiri matokeo ya maabara. Kulingana na Daktari Jean Kasea, vipimo vya awali vya INRB vinaonyesha aina ya Ebola isiyo ya Zaire. Je suis en train de diriger la réunion d'Africa CDC dans son centre d'opération d'urgence, puisque nous suivons de très près l'épidémie de maladies à virus Ebola qui est confirmée dans la province de l'Ituri en République démocratique du Congo. Les résultats préliminaires des laboratoires ont confirmé plusieurs cas positifs et le séquençage est en cours pour identifier précisément la souche, mais nous savons que ce n'est pas la souche Zaïre. À ce stade, 246 cas suspects et 65 décès ont été signalés, dont plusieurs parmi les cas confirmés. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est les risques élevés de propagation régionale en raison des mouvements importants de population entre les zones affectées et les pays voisins, notamment l'Ouganda et le Sud-Soudan, combinés à l'insécurité et aux défis liés à la prévention et au contrôle des infections. J'organise aujourd'hui une réunion régionale d'urgence de haut niveau avec les autorités sanitaires de l'Ouganda, du Sud-Soudan, ainsi que la RDC et différents partenaires dont l'OMS, l'UNICEF, les industries pharmaceutiques pour coordonner la réponse à cette épidémie. Nous nous restons mobilisés pour donner un appui dans le domaine de la surveillance des laboratoires, du contrôle des infections, de l'engagement communautaire, de la préparation transfrontalière de la coordination, et nous appelons les communautés à rester vigilantes autour de cette épidémie. Na Nyiragongo imeazimisha leo mwaka mmoja tangu kuapishwa kwa kiongozi wa chifu wa Bukumu, mtukufu Butiti Kayembe Katra Izaka kwenye kilima kitakatifu cha Buhimba. Sherehe hii ilihusisha pia ugawaji wa mazao kutoka vikundi 7 na uwepo wa viongozi wa mkoa wa eneo. Ufalme wa Bukumu katika wilaya wa Nyiragongo, jimboni Kivu Kaskazini, uliadhimisha Ijumaa tarehe 15 Mei mwaka 2026, mwaka mmoja tangu kutawazwa kwa mfalme Mwami Butiti Kayembe Katra Izaka. Sherehe hizo zilifanyika kwa mlima na kidesturi za jadi, ujumbe wa amani pamoja na ushirika mkubwa wa wananchi. Shughuli hizo zilifanyika katika hali ya furaha, zikiongozwa na nyimbo za kitamaduni, maonesho ya utamaduni na utoaji wa alama za mamlaka ya kimila kwa mfalme na walinzi wa mila. Akizungumza katika sherehe hilo, kiongozi wa Nyiragongo Prince Pambuka alipongeza kazi iliyofanywa na Mwami Izaka IV tangu alipokalia kiti cha ufalme. Katika hotuba yake, Prince Pambuka
aliwataka wananchi kuendelea kuimarisha umoja na kuishi pamoja kwa amani katika kipindi hiki ambacho usalama bado ni changamoto mashariki mwa DRC. Kwa mwisho, kiongozi wa Nyiragongo aliomba wananchi kufanya maadhibisho hayo kuwa wakati wa kutafuta na kujitolea kwa pamoja. Mwaka moja umepita sasa, Mwami Butiti Kaembe 4 Isaac alitawazwa kuwa kiongozi wa ufalme wa Bokumu, mmoja ya utawala mkubwa za kimila katika wilaya ya Nyiragongo kaskazini mwa mji wa Goma. Mamlaka ya mkoa wa Tanganyika imetangaza kusimamishwa kwa uvuvi katika ziwa Tanganyika kuanzia tarehe 19 Mei hadi 19 Agosti mwaka huu. Lengo ni kuruhusu samaki kuzalisha na kulinda rasilimali za ziwa. Hata hivyo, jamii ya kiraia ya Kalemi imekosoa uamuzi huo ikisema unaweza kuongeza matatizo ya kiuchumi na kibinadamu katika maeneo ya ziwani. Vraiment tuko na moyo hapa tunaikala. Jana tulikuwa na delegation kutoka presidence. Babu tuexplique mambo ya accord cadre ya Washington, accord cadre ya Doha, Washington. Vamos chamar isso muito. Para depender do contexto. Pour le moment, province yetu c'est province à problème. Un contexte de guerre. Si tu n'as pas tenu ma conséquence, tu as vu ton cas. Vraiment, si tu comme province d'accueil, on a un mouvement de population. Le Nord Kivu, le Sud Kivu, il y a des déversés en Tanganyika. Pour le moment, pour votre information, même les réfugiés, balendaka zamani, balendaka angali jeune ni leo na kwa famille munene. Beko na kuya deja. Bale balikuwa mu Burundi, beko na kuya, bale balikuwa côté ya Uganda, beko na kuya deja. Vraiment situation yetu iko catastrophique pour les Tanganyika. Et je parlais même à la délégation, ni kebambia vraiment vie sociale, situation comme mbaya sana. I Kalemi, i pêche. Banza tupa samaki Tanganyika. Si tuliokuza daga hii mu 200 francs. Pour le moment hatukule daga tena. Pour le moment samaki kuwe siku mwana pita pale 150,000. Hatukule tena samaki. Pour votre information, excellence, tunakula ni maragi na legume. Samaki haionekani Mtanganyika. Mie plaidoyer na kwa ya nguvu en tant que chitukuba délégué à la population. Bien sûr, on n'avait pas une décision à faire fermeture à lac. Mesures d'accompagnement. Mesures d'accompagnement. Il fallait tanguer zamani, le gouvernement l'état ma moyen. On a conservé ma samaki. Ya mukafu, tunaona madepo inakuwa masamaki tunakuwa. Gouvernement anauza. Sasa mimi naona ile bunga ya gouverneur anatia kule kufiniza ya 37,000. Tunaanza kuuza masamaki. Kani Thompson mnatuletea, kama ni mapule mnatuletea. Vraiment excellence. Pour votre information, si tunaona en tant que délégué à la population, la haitafungiwa. Hakuna mesure d'accompagnement. Sinon tutakufa. Déjà ujue sema malnutrition est sévère. D'après ma enquête, tout le monde triangle de la mort. Avec les camps de déplacés, les gens dorment. Beko la lala nje la belle étoile. Batu ya makatastrophe naturelle. Makande déplacé ko. Kama unaangalia population vile kunaisha utapenda les gens de Kamkolobondo. Bote beko mwele kaya ya nini? Ya nani? Ya nini? Kalindulwa Katanika tuza. Na polisi wa taifa la Kongo PNC wamekamata watu takriban 16 wanaoshukiwa kuwa wahalifu huko Lufu Frontiere katika eneo la Songololo. Wananchi wanapongeza operesheni hiyo, lakini wanataka kesi za wazi zifanyike hapo hapo ili kuhakikisha haki na usalama wa eneo la mpaka.
agglomération ya Lupu ezosubir makambo oyo biso nyonso tosepeli nango te. Boye te. Banda lendi agglomération ya Lupu esubir bamakambo oyo ezali mabe ebele. Na bongo lelo mpona kotala ke baoyo nyonso tovandaka na bango, baoyo nyonso totambolaka na bango bazali bato malamu te. Nazopesa bino conseil na sasa ke toyeba bato oyo toza kotambola na bango, toyeba bato oyo tozolia na bango, toyeba bato oyo tovandaka na bango. Bino moko bomoni liboso na biso, liboso na bino bomoni bato oyo bazali awa. Bandeko oyo nyonso bazali awa, boyebi bango malamu, bobandaka na bango, botikali mpe kodenonse bango te. Na bongo lelo, na effort ya service na biso ya sécurité, na collaboration ya bino population quelque partout, va faciliter la police pour que tokoma na musala oyo kozwa bato oyo bazali bato mabe kati ya territoire na biso. Na bongo nazobanda kotelemisa d'abord moko na bango mpo boyeba bango. Oyebi ekotala musala ya salaka ozwi ye obengi ye epa na yo aye akati soki opesi ye biloko akolia alie elobi azongeli yo lisusu kutu. Ye nde moto amemi bakriminele awa na kati ya Lupu, bakriminele oyo tozali kopresente bino awa bazowuta epai na ye bazali koafere awa na kati ya Lupu. Bomoni moto oyo bozomona ye, moto oyo omona ye dinosaure. Dinosaure nde komona ye. Dinosaure afandi na Songololo kilometre 5. Dinosaure afandi na Songololo kilometre 5 basa yende chef de bande bango nyonso nde bazali awa. Chef de bande yeo azouta kilometre 5 na raison na ye bazoya koevre awa na kati ya Lupu. Dinosaure nde bazali boye azokopere na mese normal awuti Kimpese bao bayebi supermarché na Kinmarché nde bokende kuba avandaka ayaka soki aye awa mpona koevre bayambaka ye epai ya mama. Tuelekeze Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kumalizia taarifa ya habari. Waziri wa Fedha Dudu Fwamba ameeleza huko kwenye Seneti msimamo wa serikali kuhusu 40% ya mapato ya mikoa, mfuko wa taifa wa perekwesheni na usimamizi wa mali zilizokuwa za Zaire. Ametangaza ufadhili wa dola milioni 20 za Marekani kusaidia utekelezaji wa mfuko huo. Majadiliano yamehusu uwazi wa bajeti na uhusiano wa kifedha kati ya serikali kuu na serikali za mikoa. Votre gouvernement n'a pas abandonné ses provinces. Votre gouvernement a fait des efforts dans un contexte de guerre particulier. Et ces efforts doivent être salués et je vous prie de les saluer. Parce que ce dont nous faisons face, ce n'est pas une petite guerre entre des agresseurs moins connus, c'est une agression que nous subissons depuis des ans, avec des de nos grandes provinces amplifiées, des recettes publiques mobilisées dans ces provinces qui ne nous arrivent pas. Mais avec résilience, nous avons tenu sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à relever ces défis de la gouvernance de nos provinces. Pendwa mtazamaji, pamoja na habari hizo toka Seneti ya Kongo, ndio tunakomesha yaliyojiri leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutakushukuru kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane mwanzoni mwa wiki kwa habari zingine.